kwa elimu tumeipata kwa mwalimu wetu, kwa kweli ni elimu kubwa sana ambayo mimi kama mimi nimefikia hatua ya kama vile nimerudi kuwa kijana sasa, kama naweza nikafanya biashara vizuri na naweza nikaendesha maisha yangu bila kutetereka na bila kuudharau mtaji. Hayo yamebainishwa na baadhi ya wananchi waliohudhuria katika semina ya uchumi na miradi iliyofanyika katika msikiti wa Dubai mkoani Kigoma. Kuna mtu alikuwa ameshazoea kazi yake ni stationary, au kazi yake ilikuwa inahusu masuala yote yanahusiana na anaonana na wateja. Sasa teknolojia imebadilika, imeenda kwenye dijitali, yeye hataki kuangalia mabadiliko. Ama unakuta mtu ni stationary, ana stationary, lakini kuna mabadiliko yametokea kulingana na teknolojia, si ndio? Kwa mfano vyeti vya kuzaliwa zamani ulikuwa unajaza unapeleka kule ndio nini, si ndio? Sasa hivi vyeti vya kuzaliwa online. Sasa mabadiliko haya ya kiteknolojia unatakiwa ujue kwa haya mabadiliko fursa ipi ipo. Semina hiyo imetolewa kwa lengo la kuelimisha waumini wa dini ya Kiislamu kuhusu namna bora ya kukuza uchumi, hususan katika uwekezaji wa miradi pamoja na biashara. Yaani Mchina yuko China anasoma kwamba Kigoma umeme utaingia miaka kadhaa. Kigoma kuna maeneo mji utakuwa. Kigoma income yao, yani ile per capita income, yani kiasi chako cha fedha, yani mzunguko wetu wa fedha mpaka 2020 ngapi utakuwa kiasi kadhaa. Watahitaji kujenga sana. Tabia za Kigoma, watapenda viwanda vya kwao kuliko vya Dar. Mchina anaisoma hiyo. Leo ametujengea kiwanda cha simenti. Businde tuko pale pale, mimi mwenyewe nakaa Buhanda. Manake Mchina katoka huko, sijui alipajuaje, imekuaje, ameshafika amewekeza. Nikasaka kule kiwanda cha mayai. Kaseke. Yule jamani Muhindi. Katoka Bangalore India huko sijui wapi. Kashajua Mwakizega nani huko Kaseke huko nani anapajua na India, ila alishasoma. Kuna eneo panatakiwa hivi, linatosha, tutawekeza. Kigoma wanapenda kula mayai, Kongo wanapenda mayai, kwa hiyo tutasafirisha. Leo hii nilikuwa nimekitembelea kile kiwanda, kinazalisha tray 3,000 kwa siku. Huu ni mkusanyiko wa pamoja uliokusanya waumini tofauti kutoka maeneo mbalimbali, wote wakiwa na lengo moja kuu, kuhakikisha wanapata elimu hususan katika uwekezaji katika maeneo tofauti, na hapa wanaeleza namna walivyofaidika na semina hiyo. Mimi biashara yangu ni biashara ya kuuza dagaa na ziwa Tanganyika. Zile dagaa tunapouza, kuna kipindi tunauza dagaa, tunaendelea katika kuuza, afu baada ya muda zinakata. Zinapokata zinakuwa ni tabia ya hali ya nchi, ya hali ya hewa. Sasa ile hali sisi tunakuwa tuielewe kama tunajua kwamba ni endelevu. Kumbe inatakiwa unapokuwa unajua na nyakati zile, unapokuwa umeona hali ya ziwani inaanza kuwa ina mapato yanapungua, inatakiwa unachukua ile dagaa unahifadhi hata siku 3 iweze kukupa kipato cha hali ya juu. Kwa hiyo ametufafanulia vizuri, unaweza ukaangalia nyakati hii dagaa inaweza kawa kwa kipindi hicho itakuwa bei gani. Kwa majina naitwa Sinde Mustafa Sinde, ni mkazi wa Katavi, mkoa wa Katavi. Kazi yangu mimi ni mkulima, lakini ni mjasiriamali mdogo, kwa sababu hata ukiwa mkulima unaweza kupata mazao yale ukauza na kwanza kufanya biashara zingine ndogo, lakini kilimo ndio uti wa mgongo kwa mimi. Lakini kiukweli kwanza kwangu nimeona kama ni muujiza, kwa sababu vitu kama hivi sijawahi kukutana navyo kwa kweli katika umri wangu wote huu. Hapa nilipo na miaka 54, lakini vitu kama hivi kwangu ni fursa kubwa sana ambayo nimeipata, kwa sababu na ni Mwenyezi Mungu tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu akitaka kusaidia ni anatumia njia yoyote. Mimi nilikuwa nimekuja kununua mswala hapa Gungu, lakini nilipofika bahati nzuri kuangalia muda nikaona ni bora nisali hapa. Nimefika naambiwa kuna darasa, na mimi huwa naheshimu sana elimu, kwa sababu darasa ni elimu. Sasa unapokuwa unaheshimu elimu, basi unaweza kufaidika na elimu, ndio inaweza kusababishia wewe ufanikiwe. Sasa kwa namna moja au nyingine, yale niliyokuwa nafikiria na ndio hayo nimeyoyapata, kwa sababu kwa elimu tumeipata kwa mwalimu wetu.
kwa kweli ni elimu kubwa sana ambayo mimi kama mimi nimefikia hatua ya kama vile nimerudi kuwa kijana sasa, kwamba naweza nikafanya biashara vizuri na naweza nikaendesha maisha yangu bila kutetereka na bila kuudharau mtaji. Kwa hiyo mimi nimefarijika na nimefurahi sana, na ukiangalia hata wenzetu wote tulikuwa nao katika darasa wote wameridhika na wamefarijika sana. Kwa hiyo mimi binafsi, na ndio maana namuomba Mwenyezi Mungu ampe afya njema na awe na moyo huo, na nitajitahidi kwa muda wote ambao nitakuwa Kigoma, na nitaongeza muda ambao nitarajia kuondoka nikae, ili nihudhurie angalau madarasa mengine 2-3. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inaweza kawa ni neema na wengine wakafanikiwa inshallah. Hatibu Hamisi Luganda ni mmoja kati ya wanauchumi waliopo mkoani hapo, ambaye amekuwa akifanya mwendelezo wa semina mbalimbali kuhusu uchumi na biashara. Amekuwa akizunguka misikiti tofauti, lengo ikiwa ni kuwaelimisha waumini hawa kuhusu somo hilo. Yaani ana biashara yake, akiweka bei kubwa ndio ile kuset price. Akiweka bei kubwa anauza kidogo kidogo sana. Akiweka bei ndogo anauza sana. Sasa sisi tunachoangalia, angalia tu ile kwamba umenunua kwa shilingi ngapi. Kama unahisi ukishusha bei haiathiri faida yako, unachozingatia kabla hujaishusha ili kumaintain faida yako, angalia mzunguko wa watu wanaonunua hiyo biashara. Sasa kama unasema ukishusha wateja wanaongezeka na wakati huo hauathiri faida, hiyo inaitwa yani total cost, total revenue imekuwa kubwa kuliko total cost. Maana yake mapato unayopata ni kubwa kuliko gharama ulizowekeza. Maana yake hiyo ni faida, si ndio? Kama ni faida unaipata, haiwezi inakuwa ni faida ambayo inaitwa normal profit, yani faida ya kawaida, ila sio supernormal profit, yani faida iliyo ya juu. Lakini unaweza ukalingana na yule anayepata faida ya juu, kwa sababu wewe utafanya mizunguko mingi. Unaweza mkalingana na yule ambaye anauza kidogo kidogo kwa miezi 6. Kwa miezi 6 ndio anamaliza mzigo. Wewe ndani ya miezi 6 umeshauza mara 6 na faida mnalingana. Tunaelewana? Lakini pia inaokoa bidhaa kama zile bidhaa ambazo tunaita zinazo perishable, yani zile zinazofanyaje? Zinazoharibika. Takuwa nimekujibu. Swali lingine?